Sisi kama Wakenya na wapei mfano ya kwamba tukiwa kimoja tutaokoa katiba yetu yenye ambaye imechukua pesa mingi ambaye hatuoni kama inatuendesha vizuri. Ukitaka kujua katiba yako ni mbaya, fanya maandamano, ulalamike kitu, utapata tear gas, marisasi live, unashindwa kuelewa utasikilizwa siku gani mwananchi. Tusipokuwa kimoja, tuangalie mahali makosa hiko, hatuwezi okoa hii katiba yetu, na ikianza kutoroka kutoka sisi, itatoroka na italetwa katiba tofauti yenye hata haina tamu ya viongozi. Si vizuri mtu akamatwe badala ya kupelekwa polisi, badala ya kupelekwa kotini, huyu mtu anapoteza maisha yake katikati hapo. Nauliza Wakenya, hiyo ni katiba inatumika? Hakuna katiba hapo. Kuna viongozi wanaturumu katiba yetu kama hao wameua Ojwang, Albert Ojwang. Hiyo ni katiba imeturumiwa. Kwa majina ni Thomas Omoni kutoka Kucha, Bomachoge Chache. Nami nataka kuongea kuhusu yenye anatendeka saa hii. Nilisikia furaha sana wakati katiba hii mpya ya 2010 iliingia, na iligharimu Wakenya pesa mingi sana. Wakenya walikuwa wanalia usiku na mchana wakisema wakati gani tutakapozaliwa mara ya pili tutengeneza katiba. Katiba ikakuja 2010. Sisi sote tukaipenda kama Wakenya, na tukaambia viongozi wowote ambao wanataka uongozi wapite katika hiyo katiba, waheshimu hiyo katiba. Lakini kwa saa hii nitaweza rudia kwa wale watu ambao walikuwa machampion ya katiba kama Raila Amolo Odinga na wale wengine ambao walikuwa wanapigania hii katiba. Nje Wakenya nyinyi nyote na hao watu walipigania katiba, munaona kwamba hii katiba yetu imeuliwa ama imekuwa abducted? Imekufa. Iko na mambo mbili, imeuliwa ama imekuwa abducted. Na kama ilikuwa abducted, ilianza kuwa abducted 2022. Yeah. Sauli niseme hivi, sisi sote tulipenda hii katiba. Wakenya wote tunapenda hii katiba. Katiba yetu ya 2010 ambayo ilitupea freedom ya nyambaya tukukua. Wala ambayo tulikuwa serikali ya Mzee Jomo Kenyatta, Moi, mpaka tukafika serikali ya Kibaki, tukakuja tukapata hii katiba. Kwa hivyo Kenya ambaye kinaturu wa Kenya saa hii, kitu ya kwanza kuumizwa ama kuuliwa ni katiba. Hata koti kirudi kitu, sioni kama hiyo wanafuatilia, serikali inafuatilia sana. Vile koti imesha rudi kitu. Hii inaonyesha ya kwamba katiba yetu viongozi hawaheshimu katiba. Ni vibaya sana, kubwa sana. Kitendo ambaye kilitendeka cha Albert Ojwang kuuliwa. Wakati kabla hatujapata hii katiba mpya, kumbuka kuna former mbunge wa Kisumu alikuwa anaitwa Daktari Robert Ouko. Naye pia alikuwa abducted, akakuja kupatikana kwake karibu Koru Kotarira. Sasa tukasema labda ni vile hatujatengeneza katiba ikuwe mzuri. Tukaanza kupigania katiba. Lakini saa hii sisi sote tunastahili turutiane kwa katiba. Sababu gani? Hata Yesu mwenyewe alikuwa anapenda Lazaro sana. Lakini wakati Lazaro alikufa, yeye Yesu akachua
Baada ya kujua alikuwa na wanafunzi wake, akawaambia Lazaro amelala. Wanafunzi hawakusikanisa. Tomasa akamwambia hivi Yesu, akaambia wengine, kama amelala kuna shida gani? Yesu akachua ya kwamba watu hawajasikanisa hii mambo. Akawaambia uwazi ya kwamba amekufa, lakini tutaenda pamoja, tutamrejeshea uhai wake. Nje wa Kenya, mko tayari kurejeza uhai wa katiba yetu ambaye labda imeabutatiwa ama imekufa ikasikwa? Lazima mkue kimoja. Kufika katika baada ya siku 4, Yesu akaenda kwa boma ya Lazaro, mahali Lazaro amesaa siku amelala siku 4 kwa utongo, kwa hiyo kaburi. Kabla hajafika hapo, Yesu akapatana na dada ya Lazaro. Dada ya Lazaro akamwambia hivi, ungekuwa ni wewe hapa, huyu rafiki yako angekufa. Lakini kwa vile umekuja, hata ingawa amelala siku 4, atafufuka. Na sisi kama Wakenya na wapei mfano ya kwamba tukiwa kimoja tutaokoa katiba yetu yenye ambaye imechukua pesa mingi, ambaye hatuoni kama inatuendesha vizuri. Ukitaka kujua katiba yako ni mbaya, fanya maandamano, ulalamike kitu, utapata tia gasi, marisasi live, unashindwa kuelewa utasikilizwa siku gani mwananchi. Vile vile Yesu kufika pale kwa boma, dada ya Lazaro pia mwingine akamwambia, kama ungekuwa hapa, rafiki yake amekufa, angekufa. Yesu kufika katika ile kaburi, alilia kwa machozi, alilia kwa sauti kubwa, akisema ya kwamba Lazaro toka nje. Lazaro akatoka kwa wafu. Vile vile sisi kama Wakenya, mimi naleta hii mfano hivi, tusipokuwa kimoja, tuangalie mahali makosa hiko, hatuwezi okoa hii katiba yetu. Na ikianza kutoroka kutoka sisi, itatoroka na italetwa katiba tofauti yenye hata haina tamu ya viongozi. Hii katiba yetu tukiangalia ikiangamizwa wa Kenya ni vibaya sana, kwa sababu si vizuri mtu akamatwe badala ya kupelekwa polisi, badala ya kupelekwa kotini, huyu mtu anapoteza maisha yake katikati hapo. Watu wanatumia katiba kweli? Nauliza wa Kenya, hiyo ni katiba inatumika? Hakuna katiba hapo. Tunasema hivi, nikisema hivi, lazima tukue kimoja vile Yesu aliambia wanafunzi wake, tutaenda tukiwa pamoja ili tunarudisha uhai wa Lazaro. Vile vile na sisi tutarudisha katiba yetu, na iwe katiba ya maana, kwa sababu hiyo ndio mahali tunakutana sisi sote, viongozi na wananchi. Lakini tukiangalia vizuri, kuna viongozi wanaturumu katiba yetu, kama hao wameua Ojwang, Albert Ojwang. Hiyo ni katiba imeturumiwa. Kama mwananchi akilalamika mahali, tunataka hii viongozi wasikilize mwananchi, si kupeleka hasira mingi kwa mwananchi. Huyu mwananchi ndio mwenye nchi. Huyu mwananchi ndiye alikupeleka mamlaka. Huyu mwananchi ndiye alikupea katiba. Huyu mwananchi ndiye alikupea Biblia. Huyu mwananchi ndiye alikupea SWOT. Kwa hivyo heshimu huyu mwananchi. Sitaki kuongea mengi, inasema hivi, Wakenya tafadhali, tukae kimoja kama vile Yesu alikuwa kimoja na wanafunzi wake 12.